yako iko vipi Dula Heavyweight? Wema, mambo yanasemaje ndugu? Alhamdulillah, uko salama bin salimini kana? Namshukuru Mwenyezi Mungu ndugu yangu, niko salama kabisa. Bana, taarifa ambayo imeshtua wengi kwa sababu pengine labda walikuwa wameshajiandaa kwa ajili ya mtoko wa leo ni ile taarifa kwa umma ya Simba Sports. Imetoka usiku mwingi, wengi wameamka asubuhi wanakutana nao wanajiuliza kulikoni Dula. Kwako hili mara baada ya kusoma ile taarifa umelipokea vipi? Of course mimi kwa upande wangu kwanza nilitegemea. Unajua haya yote yanasababishwa na jana ambao wanajulikana kama mabouncer wa Yanga kwenda kuzuia kwa maksudi Simba wasiweze kutekeleza haki yao ya kikanuni ya kuweza kwenda kufanya mazoezi at least lisaa katika yani unajua wale mazoezi yanatakuwa dumu at least angalau lisali moja, si ndio? Siku moja before ya mchezo husika. Sasa wakati wanaenda pale kutekeleza haki yao ya kikanuni wakazuiliwa, si unanielewa? Kwa tafsiri hiyo kuna pande ambayo ilikuwa inazuia utekelezaji wa kanuni ambao ndo hao wanaojulikana kama mabouncer wa Yanga. Na of course hao mabouncer wa Yanga inaonekana kuna yani sidhani kama wao wana nguvu ya moja kwa moja kuzuia. Tafsiri ya haraka ni kwamba kuna watu ambao wapo wao ndo wako nyuma ya hilo sakata. Kwa hiyo baada ya Simba kuzuiliwa, Simba wametoa statement kwamba hawatocheza mechi, yani hawatoenda uwanjani. Kwa kifupi mechi haipo. Si unanielewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu wanalalamikia watu ambao wamewanyima haki yao ya msingi ya kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo husika. Lakini Dula, ukipitia lile andiko linakuonyesha kwamba walianzia kwa meneja wa uwanja, wakarudi kwa mabouncer, lakini tunarudi katika barua ya TFF. Je, Simba hawatofika uwanjani au watafika kulingana na vile kanuni zinavyowataka? Kwanza Simba walijaribu kupambana kadri wawezavyo kuhakikisha wanaingia kwenye ule uwanja. Walipambana, wakashindwa. Ushindwa wakaamua kuchukua hatua ya kuondoka saa 3 usiku kutoka saa 1 walipofika pale. Masaa mawili takriban ya kusumbuana na mabouncer wa Yanga. Kwa hiyo automatically unaenda kwenye mchezo mkubwa ambao unaenda kuamua hatima ya bingwa msimu huu, alafu unafanyiwa mazongo kama hayo. Tegemea kuona timu yoyote ina react na kujaribu kufanya kitu ambacho kinastahili. Sasa kwa sababu katika sehemu, kwa sababu maandalizi hayatimii mpaka siku ya mechi ndio maandalizi yanakuwa yametimia. Katika kuhakikisha wanaendelea kupata maandalizi ya utulivu, wakajikuta wanakosa ile haki yao ya msingi ya kufanya maandalizi ya mwisho before mechi. Kwa hiyo leo wakaona busara ni kufanyaje? Ni kuondoka ile jana, sasa kuondoka kisha waamue maamuzi haya ambao wamechukua. Sasa tukirudi kwenye TFF ambako ndo swali lako lipo. TFF wanatumia kanuni namba 15 kifungu namba 10 ambacho kinawalazimisha au kinawaamrisha timu kuweza kufika kwenye michezo yote ambayo imeratibiwa na TFF pasipo kukosa. Kwa hiyo kwa namna fulani hii kanuni pia inawakingia kifua wale mabouncer kwa sababu wameshafanya jambo la hovyo. Lakini kanuni namba 15 kifungu namba 10 inawakingia kifua kwamba pamoja na kwamba mmefanywa mambo ya ovyo, pamoja na kwamba hamjaweza kukidhi ile maandalizi yenu yote kamili kuelekea mchezo, lakini bado hamna haki ya kufanyaje? Ya kutocheza mchezo. Sasa imagine mchezo unaenda kuaffect outcome ya bingwa wa msimu. Watu wanawekeza mahela chungu mzima kwa ajili ya ubingwa. Inapotokea mtu apati maandalizi halisi kabla ya mchezo, unategemea nini kinatokea? Kwa hiyo Simba wamegoma kwa sababu hawajapata maandalizi full. Sasa kile kifungu kinawashinikiza waende kucheza mchezo hivyo hivyo. Alafu baada ya hapo TFF pamoja na kamati yake inayohusika na hayo mambo itachukua sheria dhidi ya hao mabouncer wa Yanga. Hiyo sheria inasaidia nini? Mfano Simba kaenda kufungwa, utamwadhibu mtu aliyofanya fujo lakini tayari imemwathiri Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa upande wa Simba wameona ni bora, umeelewa, kwanza huu mchezo usichezwe, alafu baada ya hapo wale wachukuliwa tu, kwa sababu mind you nimeona andiko la Magori amesema sio kwamba wamegomea mchezo mmoja tu yote, yani wamesema wamegomea mchezo yote mpaka wahakikishe wale waliofanya kile kitendo wanatiwa kwenye mikono ambayo ya kisheria, yani wachukuliwe kanuni za kisheria, yani wachukuliwe
hatua za kisheria, ndio Simba wataendelea na kwa maana yake sio mechi ya leo tu. Kama ikitokea jambo limekuwa refu, maana yake mpaka litakapoisha ndio Simba wataanza tena kucheza ligi kuu. Kwa hiyo ina maana wewe au mabouncer wangu wameaffect sehemu kubwa sana sasa ya ligi, sababu imagine wewe unaenda kufanya tukio la hovyo kiasi kwamba lina affect muendelezo wa mechi zingine nyingi ambazo Simba watatakiwa kushiriki. Kuna mmoja nimweke kwamba aliyewahi kuwa mwanasheria wa klabu ya Young Africans, Simon Patrick, ameandika kwa kudai kwamba kilichofanyika akitofautiani na kile ambacho walikifanya Simba pindi ambapo wao walikuwa ni wenyeji wa mchezo kuizuia Young Africans kufanya mazoezi yao ya mwisho. Ameonyesha ni kwamba kosa linalipwa kwa kosa. Kwanza hilo ni jambo la ovyo na sitegemei statement kutoka kwa mtu mwerevu kama yeye, kwa sababu kipindi wanafanywa wali complain wapi? Walichukua hatua gani kudhibiti hilo swala? Kwa hiyo kumbe tunapata picha kwamba kuna namna nyingi za kudeal na mambo yako yanayokusumbua kuelekea kwenye mechi husika. Yanga wao waliamua kwamba sisi tutadili na mechi, baada ya kudili na mechi tutakuja tutalipiza kwenye mechi yetu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ina maana tafsiri haraka haraka, kama Simba nao wangekubaliana na hili swala, ina maana mechi ijayo ya dabi wakiwa wenyeji, Simba wangeamua kufanya the same, wanachukua mabaunsa wao wanawazuia Yanga wasifanye mazoezi. Kwa hiyo itakuwa sasa mechi ya Simba na Yanga, kila inapofika dabi ya Simba na Yanga, ile kanuni, umeelewa, namba 17 kifungu namba 45 ingekuwa haitekelezeki. Umeelewa? Kwamba timu mgeni hana haki ya kufanya mazoezi. Ndio itakavyokuwa hivyo. Sasa wewe umefanywa wewe na unamfanyia huyu. Huyu anakufanyia yeye na unamfanyia huyu. Na ndio anachokitaka TFF, kwa sababu unamlazimisha Simba aende. Sawa, anaenda. Yanga baadaye ataambiwa bana, mabauseni wamefanya fujo, mnatakuwa mlipe milioni 5 mpaka milioni 10. Kati ya milioni 5 mpaka milioni 10. Hiyo pesa ni ndogo kwa Yanga, wanalipa hiyo pesa ndogo sana. Sasa akishalipa hiyo pesa, ina maana automatically Simba naye mechi ijayo anaweza akafanya jambo hilo hilo akiamini na mimi nitatozwa pesa kati ya milioni 5 mpaka 10. Sasa ina maana tutakuwa tunaenda kwa mpira huo kwamba huyu anafanya fujo, anajua mimi nitalipa milioni 5 milioni 10, huyu naye mechi yake anafanya fujo, anajua nitalipa milioni 5 milioni 10. Hatutakiwi kwenda hivyo. Yaani kanuni inatakiwa inyooshe, yaani kuwe kuna nidhamu ya kimchezo. Yaani kanuni isiwe ndio sababu ya watu kuvunja mambo ya kinidhamu. Kwa maana hiyo, kwa sababu Simba ina uwezo wa kulipa milioni 10 au Yanga ina uwezo wa kulipa milioni 10, ndio wavunje kanuni wakiamini watalipa fine. Heavyweight Simba ukizungumza nao wenyewe wanakuambia wanajiona ni yatima katika ligi hii ya soka Tanzania bara. Lakini unajiuliza kinachowapa nguvu na kuwalinda katika haya yanayoendelea ni kipi? Yaani kinachowapa nguvu na kuwalinda kwenye nini? Kwenye kugomea mchezo? Kwenye haya yanayoendelea, maana malalamiko yamekuwepo mengi. Hili sio la kwanza, hili limejitokeza tu kuonyesha kwamba wanalipa kosa kwa kosa kulingana na kile ambacho amekiandika Simon Patrick. Of course Simba wako correct. Umeelewa? Hii ndio itakuja kuleta mkanganyiko wa kikanuni. Umeelewa? Kwa sababu kama kanuni inamprotect, yani adhabu ambayo anatakiwa apate mtu anaoathiri mechi ni ndogo kiasi kwamba haiwezi kuaffect chochote kwenye ukubwa wa Yanga, hiyo kanuni inatakiwa iwe na marekebisho. Umeelewa? Kwa sababu vinginevyo kila timu itakuwa inatafuta namna yake ya kudeal na changamoto zake za kikanuni. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakizungumzia hapa. Mimi ujue sio mwanasheria, sijui vitu vingi sana kuhusu sheria, lakini najaribu tu kusort out kwamba kwa mfano Simba wameenda kucheza pale, alafu baadaye zikachukuliwa taratibu za kisheria kuhusiana na watu ambao wamevunja amani katika sakata la jana la kuzuia Simba wasiingie pale. Umeelewa? Ikaamuriwa labda Yanga walipe milioni 5 au 10. Manake hiyo fine kwanza ni pesa ndogo, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, najaribu tu kuwaza kwamba kwa mfano ikatokea sasa wale wakawa wanasema milioni 5 milioni 10 kitu gani, sisi tunalipa. Vipi kuhusu dabi ijayo Simba akiwa mwenyeji? Nataka tunaipa heshima ipi ligi yetu? Ndio itakuwa ndio hivyo. Kwa maana yake mimi nitafanya the same thing alafu nitalipa milioni 5 au 10. Unaelewa? Kuishnei. Kwa sababu hata kwenye mambo ya ushirikina kama unafuatilia, kwenye mambo ya ushirikina faini ilikuwa ndogo, ndio maana akawa anaendelea. Unaelewa?
Mtu akulipa milioni 3, milioni 4, milioni 5, jambo la kawaida. Anaona kwa nini silipe? Analipa. Hela ambayo anaweza kuipata tu kwenye mapato ya mashabiki na yani anaweza akaitoa katika sehemu ya mapato ya mashabiki akalipa hiyo fine. Sasa kanuni zetu haziendani na uzito. Nafikiri pia ni kwa sababu hizi timu zinakuwa protected sana, zinaogopwa. Sio, umeelewa? Lakini lile jambo ambalo wamelifanya Yanga ni jambo la kishamba, mechi kubwa. Haya, mfano sasa hivi watu wametoka, mimi kuna rafiki yangu ametoka Zanzibar jana. Yeye pamoja na wenzake wanne. Manake kwa ajili ya kuja kushuhudia. Amekuja na familia yake, amekuja yeye na mke wake na watoto wake. Umeelewa? Kaja jana. Ina maana imagine nauli kutoka Zanzibar mpaka hapa kama akipanda economy class. Manake ni kama 30,000 kwa kila mmoja. Ina maana kwa watu wanne na kwenda na kurudi inakuwa 200,000. Pesa ya malazi, kulala, kula na nini, akiwa huko accommodation zote anaweza akatumia 500,000. Sasa anakuja anatumia gharama zote hizo, alafu mwisho wa siku mechi ya Simba na Yanga ichezwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna bouncer wa Yanga katokea Kilombero huko kaja kufanya fujo pale, au sio? Haya ni mambo ya kishamba. Si unanielewa? Alafu sasa utakuta kuna watu unajua kuna pande mbili. Kuna mtu kwa sababu ile timu anaipenda, hata kama imefanyika jambo la ajabu kiasi gani, atatetea. Na kunukuu katika uliyozungumza, ulianza kwa kusema pengine kuna watu nyuma ya haya yanayoendelea. Watu wao ni shirikisho au watu wao ni kina nani? Watu wa Yanga. Sasa kwani wale waliofanya fujo si mabouncer wa Yanga? Sasa unahisi mabouncer wa Yanga wanaweza wakawa hapo chini ya nani? Chini ya shirikisho kivipi? Mabouncer wa Yanga hapo chini ya Yanga. Alafu mimi nawaambia kitu kimoja, wamekuwa wakorofi. Wameshaye kumpiga yule shabiki wa Simba ule Dr. Mohamed mkofi. Tena alikuwa anaojiwa kama hivi. Kaja akatoka kwa Ali Kamwe, kapiga hatua mbili kaja kampiga. Umeelewa? Kuna yule shabiki mwingine wa Yanga mwenzao alikuwa anatoa maoni yao nafikiri baada ya kupoteza dhidi ya Tabora. Nafikiri kitu kama hicho. Alipigwa. Nao wao wanaojiita mabouncer wa Yanga walimpiga. Sasa safari hii wametoa kubwa kuliko sasa. Wameizuia timu isiende kufanya mazoezi wakati kisheria na kikanuni ipo sahihi kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika uwanja ambao mechi itachezwa. Wao wana mamlaka sasa ya kuvunja hiyo kanuni. Hivi imagine hiyo. Tujiulize swali moja, na mimi naomba nikuulize unisaidie kwa mujibu wa kile utakachokuwa umekielewa. Simba watakapoamua kwenda kucheza mchezo, hali ya wachezaji psychologically unadhani itakuwa vipi? Of course hilo ni swali la msingi sana hilo. Psychologically wachezaji watakuwa affected na mchezo. Kwanza watajiona kama wameonewa. Na pia maandalizi ya mchezo mkubwa kama huu, especially ambao unaenda kuamua outcome ya bingwa, mchezaji psychologically anatakiwa awe vizuri kuelekea kwenye mchezo. Yaani concentration yake iwe 100% kuelekea kwenye mchezo. Anatakiwa awe na full commitment ya mchezo. Sasa upata ile rapsha masaa machache kabla ya mchezo. Manake jana mpaka leo ni masaa 24. Kwa hiyo mechi inachezwa saa 1:15, fujo zilianza saa 1. Kwa hiyo ina maana ni masaa 24 tu before mchezo. Sio jambo zuri. Wachezaji psychologically watakuwa hawapo tena katika ile morali yao ya kuikabili mchezo kama ilivyo awali. Ilitakiwa watulie kwa sababu kanuni zinaeleza. Nyinyi mshafanya mazoezi yenu, pisheni na wageni waje kufanya, kwa sababu kikanuni Yanga ndo mwenyeji. Kwa hiyo alitakiwa wamwache Simba naye akafanye mazoezi yake, mechi ichezwe. Kwani hapo kina ugumu nini? Mwenye timu nzuri atashinda. Au kulikuwa kuna vitu ambavyo vinazuia Simba ikiingia mambo yanaweza kuharibika? Inawezekana kwa sababu pia unajua timu zetu hizi zinaendeshwa Kiswahili, mambo ya tamaduni, huyu kaleta kunguru, kaleta nini? Yapo, of course hatufichi yapo. Huyu kaleta shehe wake, huyu shehe anakuambia wewe timu haitaki kugusa hapa. Sasa kanyaga tu mambo mwisho wa siku inakuaje sasa? Ndio hayo mabouncer wanazuia kitu ambacho kiko ndani ya kanuni. Kwa sababu shehe kasema au kwa sababu fulani kasema juu ya utaratibu ambao uko na mamlaka. Ndio tafsiri yake. Na ndio maana haya mafaini ya ajabu kwa sababu ya kuendekeza ulozi hayaishi. Unaelewa? Kwa sababu ya mambo kama haya. Mechi ichezwe, preparation iwe ndani ya dakika 90. Yaani kwamba technically wachezaji wafanye mazoezi wa nini. Tuachane na haya mambo ya kutaka matokeo kwa kupitia njia za ovyo ovyo. Sio mtafute fulani aje avunje nazi afanye nini. Yote ndio sababisha. Kwa sababu hakuna sababu nyingine yote ya msingi ya kuzuia ulozi ya kuzuia Simba asiingie pale.
Hakuna sababu nyingine kwa upande wangu mimi. Sidhani kabisa. Hakuna sababu yoyote ya kuzuia Simba asiingie mule. Hakuna nyingi. Ni hayo. Yeye alisema bana. Kuna hayo mambo ya sasa hayo mambo si mazuri. Alafu nimegusia swala la bouncer, narudia tena kwa kusisitiza. Mabouncer wasiwe watu wa ovyo. Unaelewa? Usipige watu ovyo. Na mimi kwa upande wangu mimi nafikiri haya mambo ya mabouncer wa timu bora yafe kwa huku tena. Bora yafe. Yaani sioni kama yana impact sana kwa sababu wengi wao wanakuwa sio professional. Sidhani hata kama wana qualify kuweza kuwa, kwa sababu haiwezekani wewe una uhuru wa kumpiga mtu. Unaelewa? Na watu wanakuwa wapole sana, unapigwa kofi unaweza ukashtaki. Tena umepigwa hadharani kwenye media. Unaweza ukashtaki akakulipa. Unasema mimi shavu langu ili hapa limepata tatizo athari. Siwezi hata kutafuna kitu siwezi sababu ameniumiza. Kwa hiyo unahitaji kama milioni 100 za kwenda kutibiwa. Wewe utajibu nini hapo? Au umempiga mwenzio mkofi ataka milioni 100 akajitibu. Na umempiga watu wamekuona, umempiga hadharani sababu wakati anaojiwa wewe ndio umeenda umempiga maana mbele ya chombo cha habari. Alafu pia hiyo ni moja. Jambo la pili umemdhalilisha. Umeelewa? Unampiga shabiki mwenzio wa Yanga eti kwa sababu alikuwa anatoa maoni yake kuhusiana na timu. Kila mtu ana namna yake ya kutoa maoni as long as hajatukana. Kasema bana viongozi wajitathmini, timu iwe hivi na hivi na hivi. Mtu katoka huko kampiga. Tunakuwa tuna ushamba. Ngoja nimalize. Tunakuwa tuna ushamba katika ushabiki wetu wa mpira. Umeelewa? Mtu anakuwa haelewi maana ya mpira. Mpira haukuongezei chochote, ile ni burudani tu kama unavyokunywa pombe, kama unavyoenda kubeti, ile ni burudani. Sasa wewe usitake kuendeshwa na hisia kwenye kushabikia mpira. Haifai. Yaani unatakiwa uwe mtu fulani smart. Timu yako imefungwa, kuwa mtulivu, kesho atashinda. Msimu ukachukua huyu ubingwa, msimu ujao utachukua wewe. Sasa wewe umekuwa mtu wa ovyo unataka upige watu, mara umezuia timu isiingie uwanjani, mara umefanya hivi. Yaani kila jambo la ovyo wewe unakuwa mtu wa juu pale. Sio jambo zuri. Umeelewa? Anaitwa Dula Heavyweight kwenye mitandao ya kijamii unampata kama Heavyweight_Dula. Tumezungumza, mimi nasubiri saa 1:15 itanipa taswira halisi ya Simba hawatocheza dhidi ya Young Africans. Wisport TV tunaendelea kukupa updates kutokea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Asalamu alaykum, nikutakia Ramadhani Karim.